Haleluya. Unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu azalishe mambo ambayo, azalishe vitu ambavyo hauwezi kwa akili zako. Haleluya. Aliyemweka mtoto tumboni mwa Mariamu ana uwezo kufanya jambo jipya kwenye maisha yako. Haleluya. Aliyemweka mtoto tumboni mwa Sara kwenye umri mkubwa ana uwezo kufanya jambo jipya kwenye maisha yako. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, nimekwambia sitochukua muda mrefu sana, namaliza mapema. Maana nikitaka nimalize havitaisha. Nataka tu uelewe kidogo kwa habari ya neema, kwa habari ya kibali, alafu na nguvu za Roho Mtakatifu. Nitakuwa nimemaliza. Acha tu nifinye mambo ili tuende. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza. Mwanzo tusome haya maandiko mpaka mstari ule wa 3. Anasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Roho ya nani? Ya Mungu. Roho ya Mungu, yani huyo ndio Roho Mtakatifu. Unanielewa mwana wa Mungu Huyo ndio Roho Mtakatifu, ndio Roho wa Mungu. Ametulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akaitenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tutafakari kidogo, mwana wa Mungu. Nyinyi mmesoma sayansi. Tuna sayari ngapi? Sawa. Si ziko 8, si ziko 9, si zipo 10, si 11, si ngapi, lakini ziko nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika sayari zote hizo Mungu, na katika sayari hizo zote kuna nyingine watafiti wanasema wanadamu wanaweza kuishi bila shida yoyote. Lakini Mungu angemtengeneza mwanadamu basi aishi kulingana na sayari inavyotaka. Lakini mimi nikatafakari kwamba sayari inayoitwa dunia ilipata neema, ikapata kibali. Sawa mwana wa Mungu Alafu Roho Mtakatifu akaja akaachiliwa, akatulia juu ya uso ili nguvu za Roho Mtakatifu zithibitishe kwamba iwepo nuru, iwepo giza. Sawa mwana wa Mungu Na baadaye uumbaji ndipo ukafanyaje? Ukaendelea. Lakini baada ya dunia kupata kibali mbele za Mungu kwamba humu lazima akae mwanadamu, humu lazima wakae wanyama, humu lazima waishi watu, ilipata kibali, ilipata neema. Baada ya kupata kibali na neema, Roho wa Mungu akatulia juu yake, akazalisha mambo mapya. Dunia ilikuwa tupu, dunia ilikuwa ukiwa, haina kitu, ilikuwa giza totoro, ilikuwa maji matupu. Lakini Roho, kwa sababu ilipata kibali na neema, Roho akaachiliwa, akaja kutulia juu ya uso wa maji. Vitu vikaanza kutokea. Mwana wa Mungu, sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kuna jambo gani ambalo umefika mahali umeona ni gumu sana. Nikwambie yuko Roho Mtakatifu mchana wa leo.
Yuko Roho Mtakatifu anayeweza mambo yote. Asubuhi njema ya leo, yuko Roho Mtakatifu ambaye hajawahi shindwa. Yuko Roho Mtakatifu ambaye yeye ni mwanzo, yeye ni mwisho. Akisema amesema. Ninaona kama haujanielewa bado. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu. Neema, kibali na Roho Mtakatifu kunazalishwa nguvu. Mifano ni mingi. Tunaye mtu kama Esther, anapata neema. Sawa Amepata nini? Neema. Na baada ya kupata neema, baadaye akapata na kibali. Ukisoma vizuri maandiko, kuna neno neema na kibali pia. Esther huyo. Lakini neema aliyokuwa nayo na kibali alichokipata kwa mfalme bado tu haikutosha. Akaingia siku ngapi? 3. Maana yake ni nini? Anamtaka Roho wa Mungu. Haleluya. Anataka madhihirisho ya Mungu yatokee. Anataka uweza wa Mungu ushuke, umsapoti kumfikisha mahali fulani. Anataka nguvu za Mungu zishuke, zimtoe kwenye mauti, zimuingize kwenye uzima. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyakati ambazo tunapita. Kuna ushuhuda mmoja hivi huwa na upendaga, unakujaga kwenye akili yangu. Kuna mtu alishuhudia, na wewe unawezekana unaujua. Huyu mtu mwanaye aliumwa sana. Akamtazama, akamwangalia mtoto, asema hapa kama madaktari wamefika mwisho sawa. Lakini akarudi akaketi, akafikiria, akaisoma kitabu cha Mwanzo, tulicho maandiko tulioyasoma. Hapo kasema kwamba ninyi ni miungu wadogo, kwa ndani yetu kuna uungu. Akasema sasa, alafu Roho wa Mungu alitulia juu ya uso wa maji. Akachukua beseni, kajaza maji, alafu akadumbukia kwenye beseni lenye maji, alafu akawa kama Roho wa Mungu. Kaambia, Bwana, kama uishivyo, kwa kuwa mimi ni Mungu na umenikubali kwamba sisi ni miungu wadogo, ninaachilia uzima kwa mwanangu. Amefanya maombi ya vitendo kuhitaji uweza wa kiungu ushuke, utembee kwa mtoto, ulete uhai. Mwana wa Mungu aliamka, alisimama. Lakini maombi, Bwana Yesu asifiwe sana, ya kumshusha uweza wa Mungu, kumshusha Roho Mtakatifu, kuhitaji uwepo wa Mungu. Neema na kibali tunaweza kuwa nacho, lakini nguvu za Roho Mtakatifu tunazihitaji sana. Wapentekoste wenzangu, mnajua kwamba wiki hii ni wiki ya Pentekoste, ni wiki ya Roho Mtakatifu, si ndio Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunayo neema. Mwana wa Mungu, mwanamke usijizalau. Vile ulivyo usijizalau. Binti usijizalau. Vile ulivyo usijizalau. Hiyo biashara uliyokuwa nayo ndogo usijizalau. Mungu amekupa neema kwenye biashara hiyo. Utatoboa. Wewe tamani nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako zishuke, zidhihirishe kukufanikisha Mungu kupitia biashara yako hiyo. Mungu anaachilia neema. Mwana wa Mungu, si nikutolee nini kwa habari, nitolee mfano gani kwa habari ya neema? Matumbo ni yale, lakini kuna mwingine
tumbo lake lina neema ya kuzaa madaktari na walimu na manesi na maprofesa na yani hivyo. Lakini mwingine tumbo lake atazaa watendaji wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, yani tumbo ni lile lile, na atakaa miezi hiyo hiyo 9. Lakini kuna profesa, kuna injinia yuko hapo, kuna mwalimu yupo hapo, kila tumbo lina neema yake. Sijui kama mwana wa Mungu anataka kunielewa kidogo. Neema na nguvu za Roho Mtakatifu zinafanya kazi ndani yetu. Ukiwa na neema alafu una kibali peke yake, kama hauna nguvu za Roho Mtakatifu, bado haujafika kwenye hitimisho. Inakupasa kuwa na neema, uwe na kibali, alafu Roho Mtakatifu ajae. Na Roho Mtakatifu hakai sehemu ambayo iko shagala bagara. Yeye ni mtakatifu Bwana. Anakaa mahali patakatifu Bwana. Anaingia kwa watakatifu yeye. Kwa hiyo kuna wakati mwingine tafuta nyakati za kutafuta utakatifu. Ishi kwenye utakatifu ili Roho Mtakatifu akae ndani yako, afanye vitu vipya, atengeneze jambo jipya, atolee uhai, atolee uzima. Ishi kwenye utakatifu. Utakatifu. Mabinti, vijana, wamama, wababa, yeye ni mtakatifu. Anakaa mahali patakatifu. Unaweza kuwa na neema, sawa. Unaweza kuwa na kibali, sawa. Lakini neema uliokuwa nao na kibali ulichokuwa nacho ni cha wanadamu, au Mungu amekupa nacho anakuvumilia tu kwamba siku moja atabadilika. Siku moja atabadilika. Lakini mwendo wako ni mwendo wa kusafa. Hauoni kama unafika. Muda mwingine unasema mbona kama Yesu hanipendi? Mbona kama Mungu kwangu mimi hayupo? Mbona tu yupo kwa wenzangu? Lakini kumbe anasubiria tu kuna mahali ufike, kwa sababu yeye ni mtakatifu, ili ufikie utakatifu kwanza, ili ukae katika maisha ya utakatifu, ili ndo naye aweze kushuka akuhudumie. Kwani Yesu si alikuwa malkia? Si alikuwa na uwezo wa kuingia kwa mfalme? Kwa nini atafute siku 3 za kufunga na kuomba? Anatafuta ushirika na Mungu ili nguvu za Mungu zishuke, atengeneze kibali, atengeneze kukubalika, aachilie nguvu ya uzima, aondoe mauti. Aachilie nguvu itakayomwambia mfalme, kumwambia kwamba amwambie Esta, sikiliza Esta, hata nusu ya ufalme wangu nitakupa. Yale maneno hayajitoka tu hivi hivi. Kuna nguvu ya Roho wa Mungu. Ili maadui zako waliokutegea mitego watundikwe kwenye mitego hiyo, wanasa kwenye mitego hiyo walioitega. Kibali unacho, neema unayo, tafuta nguvu za Roho Mtakatifu. Kaa kwenye ushirika mzuri na Roho Mtakatifu. Tembea vizuri na Roho Mtakatifu. Simama vizuri na Roho Mtakatifu. Ishi vizuri na Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ni mtakatifu. Maandiko ni mengi, mwana wa Mungu. Isingetosha saa hizi nikusemeshe neno hili kwa siku moja au kwa lisali moja. Unajitahidi tu angalau nilivute ili upate angalau kitu cha kukusaidia na kunisaidia. Lakini kuna umuhimu sana kujua Mungu amekupa neema. Mungu amekukubali. Fikiria wangapi ambao wanahitaji uokovu lakini hawana huo uokovu. Wangapi ambao wamemsikia Yesu kwamba anaponya lakini hawamfuati huyo Yesu anayeponya. Wanakimbilia kwa waganga. Wanaenda kutoa makafara. Wewe ambaye umeona kwamba
uache mambo mengine yote, uje kwa Yesu. Neema unayo, kibali unacho, tamani kuwa shirika vizuri na Mungu, maisha mazuri matakatifu na Mungu, ili amwachilie Roho Mtakatifu, ili Roho Mtakatifu azarishe vitu ndani yako, vitu vipya ndani yako. Tumbo limepewa neema, ndio maana lipo. Limepewa neema, ndio maana unaitwa mwanamke. Haijalishi kwa wakati gani, lakini watazaliwa walimu, watazaliwa madaktari, watazaliwa mainjinia, watazaliwa maprofesa, watazaliwa watu maraisi, mawaziri, watazaliwa watu viongozi wa ngazi tofauti tofauti, kwa sababu tumbo lako limepewa neema na kibali. Fanya shirika na Mungu, Roho Mtakatifu, ili avizalishe, ili aibue vile vilivyojificha huko ndani. Haleluya! Ili avifanye viishi, ili avifanye vionekane, ili adhihirishe ahadi za Mungu ndani yako, ili adhihirishe ahadi za Mungu ndani yangu. Tunahitaji kuwa shirika na yeye. Maklina. Elohim Adonai Shama Shama. Elohim. Tunaweza kusimama, mwana wa Mungu. Adonai. Neema unayo, Shama. kibali unacho. Shama Elohim. Mhitaji Roho Mtakatifu ndani yako ashuke afanye jambo jipya. Adonai. Liko koni masaba iketeli mai. Shama. Shama. Oh Elohim. Rakataya mama sekeriando mo. Adonai. Yenderi katai nemese kedemo. Elohim. Elohim. Adonai. Adonai. Shama. 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 Nyanyua mikono yako juu. Tafakari, alafu tamani kuwa na shauku kumhitaji Roho Mtakatifu akuhudumie saa hii. Neema unayo, kibali unacho, unahitaji nguvu ya Mtakatifu ili afanye jambo jipya kwenye maisha yako.
Erumi. Likotama masikariana mo. Ikene merikata ya masaba. Ine mesa kekeni mo saba. Rana yene mo saba babakine mo. Ikone mene mo saba ine. Oh oh. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe Mungu mwenye nguvu na uweza, riando rikataya mamasike kenta rianda milikoita, ninaachilia neema yako na nguvu zako juu yao. Neema umewapa, kibali umewapa, achilia nguvu zako ndani yao, achilia nguvu zako juu 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 yao, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Asante Mungu Baba, asante Mungu Mwana, asante Mungu Roho Mtakatifu, kwa wewe ni unayefanya mambo makubwa ya ajabu ya kushangaza. Baba, asante kwa watu kumkonyesha na kumhudumia kwa neema hii ya ajabu. Pokea sifa na utukufu, maana wastahili, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Amina. Tunakwenda kumtolea Mungu sadaka. Jiandae kwa ajili ya matoleo. Yes. Lakini nikuulize, kama uko ambaye umeingia nyumbani mwa Bwana lakini haujapata neema ya uokovu na unahitaji kuokoka siku njema ya leo, nikupe nafasi. Wewe ambaye unataka kuokoka, nikupe nafasi. Wewe ambaye unamhitaji Yesu ndani yako, nikupe nafasi. Wewe ambaye unatamani kumkiri Kristo awe Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako, nikupe nafasi, mwana wa Mungu. Uzima unao bure, afya njema unayo bure kwa neema. Lakini mbingu nahitaji maisha matakatifu, nahitaji patano na Yesu Kristo. Kama uko ambaye unamhitaji Kristo kuwa Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako, nikuite, njoo. Amina. Basi tutakuwa na utaratibu kwenye kutoa matoleo. Wataanza wachungaji, alafu watakuja wazee wa kanisa. Lakini baada tu ya wazee wa kanisa,
Mashemasi watasimama mbele kwenye kila mstari ili kutuongoza kuja kutoa matoleo. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba maashazi mwasaidie shemasi aliyopo. Tuwasaidie kuwaongoza watu ili kuja. Tutaanzia viti vya mbele, yani tunakuja hivyo. Kila mstari tutaanzia viti vya, yani tutaanzia mistari yetu ya mbele. Hatuanzii kule nyuma tena. Sawa Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo baada ya wachungaji, wazee wa kanisa, alafu tunakuja sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi niwaite wenye zaka kwanza. Zaka tuweze kusonga mbele. Wenye zaka tafadhali. Wenye zaka. Kanisa unapo